Bana, kama kawaida hapo popo ambao naendelea kutazama na kufuatilia Biomedia. Kwa upande wangu niko so dakta kabisa. Karibu sana tutakate habari mbalimbali. Bana, leo Zuchu amemjibu Mange amtetea mumewe Diamond mara tu baada ya siri kufichuka kuhusu kufutwa kazi na kampuni ya Pepsi ambayo ameifanyia kazi muda mrefu. Huyu ni msanii maarufu kutoka Tanzania, bibi Zuchu ameibuka na kutoa ufafanuzi mara tu baada ya kusambaa kwa taarifa ambazo zinadai kwamba mpenzi wake huyu Diamond Platnumz amefungiwa au amepungukiwa au kupigwa chini na kampuni ya Pepsi kutokana na sababu za kisiasa. Taarifa hizi zilianza kusambaa mitandaoni mara tu baada ya baadhi ya watumiaji wa mitandao kuhoji ukimya wa Diamond katika matangazo mapya ya kampuni hiyo, jambo lililozua maswali na mjadala mpana mtandaoni. Sasa kupitia sehemu ya maoni kwenye moja ya mitandao ya kijamii, Zuchu aliamua kuweka wazi kuwa mpenzi wake bado ni mfanyakazi na balozi halali wa kampuni hiyo ya vinywaji maarufu. Na amefafanua kuwa Diamond hajaondolewa, hajapunguzwa wala hajafungiwa kufanya kazi na Pepsi kama inavyodaiwa na baadhi ya watu. So kauli ya Zuchu imeonekana kupunguza mkanganyiko uliokuwa umeanza kujitokeza kwa baadhi ya watu, kwa mashabiki wengi wakimpongeza kwa kuweka wazi ukweli huo ambao watu walikuwa wanasubiri kujua kwa undani zaidi. Lakini pia Zuchu amesisitiza kuwa uvumi unaoendelea kusambaa mitandaoni hauna msingi wote wa ukweli, akisisitiza kuwa mara nyingi taarifa za mtandaoni hupotosha ikiwa hazijathibitishwa na wahusika wenyewe. Mashabiki kadhaa wameonyesha kufurahishwa na majibu yake, wakisema kuwa ametoa utulivu katika kipindi ambacho gumzo hilo lilikuwa limeanza kuchukua sura ya kisiasa. Itakumbukwa bwana mwanadada Mange amekuwa akimwandama sana bwana mkubwa Diamond toka uchaguzi umepita, lakini pia amekuwa akiwataka Generation Z kumunfollow Diamond Platnumz kabla ya akaunti zake za Instagram kufungiwa na Meta. And of course kwa sasa Mange pia tumeona amekuwa ni mtu maarufu sana kwa kuhamasisha maandamano, na ukiachana hilo pia Mange ndo pia alikuwa wa kwanza kufurahia Diamond kufutiwa hata zile show zake huko London. So kiukweli Mange bwana na Diamond ni kama chui na paka. Lakini pia hata ili la Pepsi kumfuta kazi Diamond, yeye ndo alilisema ni kuendelea kumchafua Diamond ili apoteze ushawishi wake kwa mashabiki zake, kama ambavyo anafanya kwa serikali ya Tanzania kuwagombanisha na wananchi wake. Mara tu baada ya Zuchu kujibu hayo, kwa sasa Diamond anaendelea na majukumu yake ya kawaida ndani ya kampuni hiyo, huku Zuchu akiendelea kuwa miongoni mwa wasanii ambao wanaonekana kulinda na kusimamia ukweli kuhusu mwenendo wa maisha ya mpenzi wake kupitia mitandao ya kijamii. Lakini pia suala hili limeonyesha namna mitandao ya kijamii ambavyo inaweza kuibua taarifa zisizo sahihi kwa kasi, na umuhimu wa wasanii kutoa ufafanuzi ili kuepusha taharuki kwa mashabiki zao. Una kipi cha kuzungumza na Zuchu na Diamond Platnumz tokana na haya yote ambayo yanaendelea mitandaoni? Endelea kuandika maoni yako, next video nitaweza kuiangazia. Mimi ni Official Rosary, bye bye mpaka wakati mwingine.